Mbezi Beach, moja ya maeneo maarufu jijini Dar es Salaam. Bwana Suleiman Shemweta anaendelea na kazi yake hapa ya ushonaji, lakini hajui pa kuanzia kuipata katiba inayopendekezwa. Kwa kweli mimi sijawahi kukutana hata nao watu wenyewe wanaohusika na hiyo katiba. Unawaza kuipata? Nafikiri maana yake walitangaza kwamba sijui katiba itakuwa inagawiwa kwa wananchi, lakini mpaka sasa mimi sijaiona. Katika ofisi moja ya mtaa ni nakala 20 tu ndizo zilizopokelewa hadi sasa, huku wapiga kura katika mtaa huo wakikadiriwa kuwa zaidi ya 1000. Mtendaji wa mtaa huo Bwana Peter Mayanja ameamua kuzigawa nakala hizo kwa tahadhari kidogo. Tumezifikiria taasisi kwamba viongozi wa taasisi wakipata nakala ni rahisi kutoa taarifa kwa wale wanaoongoza. Mtendaji, wewe mwenyewe umeshasoma hii katiba? Nimeanza kuisoma kidogo, siwezi kusema kama nimeisoma mpaka niimalize kwa sababu imekuja ni majuzi. Tunakupa na wewe kumbukumbu yako na usome, ujaribu na wewe kutoa maoni yako. Nafikiri na wewe ni Mtanzania. Ndio, nashukuru. Sio iliyoandikwa kwa matumizi ya ofisi tu. Kwa hiyo na wewe kwa pamoja kwa BBC usaidie katika kuelimisha jamii. Kitabu ni kikubwa hiki, kina kurasa 263. Uchache wa nakala za katiba inayopendekezwa umemfikirisha zaidi Bwana Neo Pascal Juma. Huyu ni kiongozi wa mtaa pia. Kwenye ofisi yangu tumeamua kwamba kuna nakala zilibaki kama 8 hivi. Hizi nakala 8 tumefanya kwamba tutakuwa tunaazimisha watu. Baada ya wiki moja anarudisha ili na mwingine tumwazimishe naye akasome zirudi. Nimemuuliza mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi Jaji Damian Rubuva kwamba tume inashauri nini kutokana na uchache wa nakala za katiba inayopendekezwa. Hizi nakala zitakapokuwa zimesambazwa itakuwa kwa utaratibu kwamba ukienda labda kwenye kata kuna senta ambayo idadi ya watu watakuwa pale, wataeleweshwa kwa ujumla. Sio kwamba kila mmoja apate ya kwake John kama wewe. Kwa maana hiyo, kama utaratibu utafanya kazi, zinaweza kutosha. Kauli hii inaungwa mkono na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Uhusiano na Uratibu, Dr. Mary Nagu, akisisitiza ushirikiano katika usomaji wa katiba inayopendekezwa. Naomba Watanzania waone umuhimu wa kushirikiana kusoma nakala ambazo wanazipata. Hata hivyo, wanaharakati wa masuala ya katiba wanaikosoa serikali, wakieleza kuwa ni bora muda usogezwe mbele ili kujipanga vizuri. Bi Martina Kabisama ni mwenyekiti wa mtandao wa asasi za kiraia wa kuangalia chaguzi nchini Tanzania. Kama tunaona hatuna fedha sasa hivi, ninasema kwamba hata tungesubiri hata mwakani tukamalizana hata mambo ya uandikishaji, tukamaliza hata mambo ya uchaguzi, tumetulia sasa. Zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura linaendelea nchini Tanzania ili kupata watu wenye sifa za kuipigia kura ya maoni katiba inayopendekezwa na pia kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao Oktoba mwaka huu. Faraja John Sendegea, Dira Dunia, BBC, Dar es Salaam.